Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema tusionee haya Injili, tusionee haya Injili. Katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 16 kinasema kwamba kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua kwamba pale ambapo tunakuwa tumeokolewa ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai ni neema. Ina maana neema ambayo inakuwa imetufikia, ina maana sio kwa ajili yetu tu, na pia kwa ajili ya watu wengine. Huko tunaangalia Mwenyezi Mungu ambapo alimtuma mwana wa pendo lake ambaye ndio Yesu Kristo. Katika mmoja aliweza kukomboa ulimwengu. Ina maana wewe ambao unakuwa umeshaipata hiyo neema ya kujua kwamba umekwisha kumjua Yesu Kristo, mahali popote pale ulipo, ina maana tumia hiyo neema ili waokoe na wengine. Bwana Yesu asifiwe tena. Ndio tunaangalia wanaokuwa wamepata hii neema ya kumjua Bwana Yesu, wanaokuwa wamepata hii neema wanakuwa katika maeneo mbalimbali. Kuna wale ambao wapo katika maofisi mbalimbali, kuna wale ambao wanakuwa wameajiliwa, kuna wale ambao wapo katika biashara, kuna wale ambao wapo katika mtaani, kwenye shughuli mbalimbali. Na maana Mwenyezi Mungu ambapo anakuwa anakupa hiyo neema, anajua kabisa kuna watu ambao utakutana nao na kuna watu ambao wameandaliwa kwa ajili ya kuipokea hiyo neema ambayo pia mwenyewe unayo. Hivyo pale ambapo utakuwa wewe umeacha kuihubiri Injili kwa watu hao, ina maana moja kwa moja unakuwa unapingana na wokovu wa Bwana. Wapo watu mbalimbali ambao wanakutana na watu katika maofisi mbalimbali, hawataki kujionyesha kwamba wao wana wokovu. Bwana Yesu asifiwe tena. Unakuta kuna mtu, unaweza kukutana na mtu ana wokovu, hata pale ambapo unamsalimia tu salamu, Bwana Yesu asifiwe, akiona tu yupo mbele za watu haitiki, au kuitika anaitika, lakini anaitika huku akiangalia watu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye ameshakwisha kuiumba dunia hii, hivyo Mwenyezi Mungu tunamtamka mahali pote, yani hata kuwe kuna mazingira gani, wewe ukisalimiwa kwamba Bwana Yesu asifiwe, wewe itika amina, kwa sababu kama neno lake ndilo linalotajwa pale, jina lake ndilo linalotajwa, basi yuko mahali hapo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anafurahia sana wale watu ambao wanalitaja jina lake katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo wewe uliopo katika kwenye biashara mbalimbali, wahubirie watu, kwa sababu wapo watu ambao wana shida mbalimbali, wanahitaji msaada. Ndio maana utakutana na watu ambao wao wanategemea waganga wa kienyeji, unaona kwamba ndio wanaweza wakawasaidia. Kwa hiyo pale ambapo unaendelea kuwahubiria, kuna kitu ambacho kinakaa katika fahamu zao, kwa sababu kila mwanadamu ameumbwa na fahamu. Hubiri leo, hubiri kesho, kutana na wengine tena wahubirie pale ambapo Roho Mtakatifu anakuwa anakuambia. Kila wale ambao unakutana nao wahubirie neno la Bwana. Huko katika kazi yako, huko unakutana na watu mbalimbali, kuna watu ambao wamekosa njia. Katika wewe watu wengi wataamini, lakini ukionea haya Injili, ina maana watu wengi hawatokuja kupata hiyo neema ambayo umekwisha kuipata. Ina maana hata hicho ulicho nacho, kwa sababu haukitoi, ina maana hakitokuwa. Mwenyezi Mungu ataangalia amekuwekea kitu, lakini akizalishi hakina faida kwako. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anataka ile mbegu ambayo inachipua na kukua, ina maana iwe inaendelea ndani yake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo katika ofisi, katika sehemu za biashara, katika maeneo mbalimbali, usiache kuhubiri Injili. Usione haya Injili, ndugu yangu. Yaani pale ambapo utakuwa unaonea haya Injili, na maana matendo yako yatakuwa yanazidiwa na matendo ya giza. Ndio maana utaangalia matendo ya shetani yapo wazi, tunayaona. Watu wanakunywa pombe, watu wanatukana matusi,
watu wanadhulumu watu. Naona hao matendo ya shetani. Kwa nini matendo yako wewe yasionekane? Kwa nini matendo yako yasionekane? Yaani matendo ya shetani kwamba yazidi matendo ya Mungu ni kitu ambacho hakiwezekani. Hivyo basi utapoendelea kutenda mema hata ukiwa maeneo mbalimbali, kwa wale ambao wanakula rushwa, ukiwa hapo kama mtumishi wa Mungu, lazima wataweka hofu. Watajua kabisa mtumishi wa Mungu yuko mahali hapa. Ina maana katika wewe kuwepo pale, ile neema inakuwa inagusa pale unapoendelea kuwahubiria. Ina maana kama kuna wale ambao walikuwa wakiendelea kula rushwa, wanaacha kula rushwa, wanakuwa na ile hofu. Ina maana hofu iliyo ndani yako inawaambukiza na wao. Hivyo kuna watu mbalimbali ambao wametoka katika familia mbalimbali, wamekuja wameingia katika maeneo mbalimbali. Hao wanakutana na watu mbalimbali. Maana kila siku ambao tunaendelea kuishi tunakutana na watu design mbalimbali. Maana hao watu ambao wanakutana na hao watu, wanakutana na watu ambao wana tabia tofauti. Kuna wachawi wanaoamini nguvu za giza, kuna wale watu ambao wanaamini neno la Mungu. Ina maana tunapokuwa tumepata chance, sisi watu ambao tunakuwa tumeliamini neno la Mungu, ina maana takiwa tulisambaze neno la Mungu. Kwa sababu gani? Wapo maajenti ambao wanasambaza uganga wao. Bwana Yesu asifiwe. Tena maana utaangalia kuna watu ambao ukimwona mtu fulani anahangaika, wanasema twende nikupeleke huku, kuna mahali ambako kuna msaada, wanampeleka katika nguvu za giza kwa waganga. Hivyo ambapo unaendelea kuhubiri, kuta mtu amepata shida, unamwambia Yesu Kristo anaokoa na malaika wanashangilia. Hivyo pale ambapo wewe unaendelea kung'ang'ania wokovu, wokovu sio mali yako, ni mali ya Bwana. Hivyo neno la Mungu linasema usionee haya Injili, hubiri Injili. Wewe dada, hubiri Injili. Hata wale ambao unakuta wanakufuatilia, wanakutongoza, waambie kabisa kwamba Yesu Kristo amekwisha kukataza matendo hayo. Ukiwaambia tu hivyo, watakuwa wamekwisha kujua kwamba hakika kama wewe umeweza kukataa uzinzi, na maana Yesu yupo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tusichoke kumhubiri Yesu Kristo katika maeneo mbalimbali. Kama kuna matendo maovu, ina maana wewe kijana yakatae, wewe baba yakatae. Kama kuna mambo ambayo ni maovu ambayo yapo kinyume na Mungu, yakatae kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na imani yako utakuwa ni mtu ambaye unaongezeka katika matendo ya nuru. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo umuhimu wa kuyasimulia matendo makuu ya Mungu yanamsogeza Mungu karibu. Ina maana utafanikiwa katika mambo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi za kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.